Mwalimu Nyerere abaki kuwa kioo, tujitazame tulivyo, na kwa vipaji tulivyo navyo tufanyie kazi. Bado tuna fursa ya kufanya vizuri, tutumie hiyo fursa ili mbele ya Mwenyezi Mungu tuwe na utukufu, lakini pia jina letu lisife hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Ili kuendelea kuenzi maisha na mchango mkubwa wa baba wa taifa, Watanzania wote tunatakiwa kusimamia misingi mikuu aliyotuachia Mwalimu Julius Nyerere. Kwanza ni kulinda uhuru wa taifa letu pamoja na kudumisha umoja na amani na kusimamia haki miongoni mwa jamii. Ndugu zangu wa Tanzania, tusipofanya hayo kwa dhati, kuna hatari ya taifa letu kusambaratika. Jambo la pili ni kujenga na kuimarisha maadili mema katika jamii yetu, na hasa miongoni mwa vijana wetu ambao ndio taifa la sasa na taifa la kesho. Ni lazima kukemea mmomonyoko wa maadili, ikiwemo rushwa na ufisadi, ambavyo baba wa taifa alivichukia sana na kuvipiga vita kwa vitendo. Jambo la tatu ni kuwajibika kwa kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha na kuinua vipato vyetu na hivyo kuchangia katika ujenzi wa taifa. Ninawahimiza vijana kuchangamkia fursa zilizopo na zinazochipukia katika sekta mbalimbali kama kilimo, biashara, ujasiriamali, tehama, huduma na pia michezo, sanaa na utamaduni. Kila mmoja wetu hana budi atambue kuwa anao wajibu katika kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Jambo la nne ni uhifadhi na utunzaji wa mazingira, na hasa kulinda vyanzo vya maji, upandaji wa miti na kufanya usafi wa mazingira, mambo ambayo baba wa taifa alikuwa mfano bora wa kuigwa. Sasa naomba nikukabidhi ili ikiwa ni ishara ya kuhitimisha mbio za Mwenge wa Uhuru kwa mwaka huu 2025. Ewe Mwenyezi Mungu, naomba anisaidie. Makofi mengine mengi jamani.